Nichobaki mkamata yule mbuzi. Nimeweka hapo wote. Nimewamisi sana, yani nimewamisi sana, nimewakumbuka sana. Kwani nyinyi hamjanikumbuka jamani? Hii simu ya mwanangu Bonta. Msisi wangu. Bonta. Bonta. Hilo ni tatizo. Tena ni tatizo kubwa sana. Inahitaji tulifanyia utatuzi haraka iwezekanavyo. Kwa sababu huwezi kuwa upo sehemu moja alafu ujikute uko porini umelala. Shika. Wewe umefanya nini mwenzangu anaendelea juu? Usiongee na mpuzi. Na imekuwaje mimi kuwa hapa? Kaka, hayo maswali yako unaniuliza mimi siwezi kuyajibu. Huyu mpuzi tulimkamata pale akaanguka kama kindege tukambeba tukambuka kwenye gari. Kwani vipi? Sielewe hata. Hebu kaangalia mwenyewe. Sasa nitahitaji kuangalia. Wewe niambie umeona nini sasa? Alikuwa anatuambia kiongozi. Mimi nilijua nitakuja atapitia hapa gari tuendeshe. Huo ndio mkokotano wa kipuzi. Hii kali mwanangu. Lakini hatuna muda wa kuchelewa. Tena kwa sababu mwenye frame ameamua kumpa mtu mwingine. Hapo. Twende. Bonta. Shika Bonta. Uwe mtoto ameenda wapi? Bila shaka huyu ni mtoto wa ajabu, ni kachawi kale, na kamemfanyaje mwenzangu? Bonta, ngoja nikamjulishe kiongozi aje akusaidie. Sasa kinachofanya ukimbie ni nini? Unamkimbia chokora? Kifaranga, ni wewe tena? Umekuja kufanya nini kwangu? Au kuna shida unahitaji nikusaidie? We mjinga, hawezi ukaacha ujinga wako, hawezi ukaishi maisha ya kawaida, hawezi ukaacha kudhulumu nafsi za watu. Kifaranga, leo nimekuachia tu lichukue ili nione unaponipeleka ni sehemu gani. Hivyo kama umeleta katika huu uwanja wa vita ambao umeuchagua wewe mwenyewe, basi na mimi lazima nipigane hiyo vita. Na nikwambie tu kwa taarifa yako, wewe hauna nguvu yoyote ya kuniogopesha. Nitakupiga, nitakufinya na nitakucharaza bakora, kwa sababu wewe Kifaranga hauna akili na ni mjinga na ni mpuuzi mmoja. Wewe mtoto mdogo hauwezi kunipanda kichwani. Hivyo sasa kama umeleta katika uwanja wa vita,
Acha tupigane hiyo vita. Wewe ni wa kukufinya tu, wewe ni wa kukutandika tu, wa kukuondoa. Sasa hivi uwezo wangu umeongezeka, sio kama zamani. Nimekuja hapa sio kukuua, kwa sababu kazi yangu mimi hapa sio kuua, ni kutetea wanyonge na kuadabisha wale wanaofanya maovu kama wewe. Kwa hiyo leo nitakuadabisha na kutetea wanyonge. Hata leo nikuaibishe, huenda ukajifunza ukaacha huo ujinga wako. Sasa nyinyi wapuuzi, nimeweka hapo wote ili mjifunze. Inaweza akili zenu zikakaa sawa, na watakieni adhabu njema. Vipi Miki? Safi dada, habari yako? Salama mzima. Mimi niko poa kabisa. Haya. Dada, mbona umeadimika sana siku hizi? Mdogo wangu. Nipo busy, nimekuwa busy kidogo sana kazini. Maana nakupigia simu zangu hutaki kushika kabisa. Ni kweli. Nilikuta missed call zako. Lakini wakati mimi nakuja kukupigia, wewe haukupokea tena simu. Sijui tatizo ni nini? Dada, simu yangu yenyewe ilipotea. Hivyo ndio maana sipatikani. Ila dada, siku hizi kuna kitu ambacho kinasikielewi kabisa. Kitu gani tena hicho? Unajua siku ile nilipokuwa nakupigia simu. Walikuja watu wawili. Pale nilipokuwa nakupigia simu. Ndio. Sasa wakaniomba msaada nikawasaidia kupakia mizigo kwenye gari. Ila baada ya hapo naenda zangu nikazinduka nipo kwenye miti mingi. Sasa nilishindwa kuelewa. Pole sana mdogo wangu. Asante. Hilo ni tatizo. Tena ni tatizo kubwa sana. Inahitaji tulifanyia utatuzi haraka iwezekanavyo. Kwa sababu huwezi kuwa upo sehemu moja alafu ujikute uko porini umelala. Ndio hivyo dada, hamna jinsi tena. Sababu imeshatokea. Wasije wakaniona. Bonta, kiongozi kwa wapi?
Konta. Dunga. Kiongozi kaangukia wapi? Yeye atakuwa kaangukia wapi? Vipi? Mbona kumpa tena mrejesho? Ni katika ile frame nilikwambia nimeipata. Sasa kuna mtu mwingine ambayo aliitaka. Sasa yule mwenye frame akaniambia nimuongeze pesa kidogo. Sasa mimi sikuwa nayo. Ndio nilikuwa nakupigia wewe ili uweze kunipa japo 50,000 ili nimpatie. Sasa akawa amempa yule kwa sababu alikuja na dau kubwa zaidi. Sasa haina haja tena. Sababu ameshampa yule. Mimi nitaangalia labda nitafute tu sehemu nyingine. Sasa kwa nini alifanya hivyo jamani? Si bora angekuacha tu endelee kukaa hapo. Ndio hivyo dada, sasa hamna jinsi tena hapo. Ndio kama ameamua hivyo itabidi mimi nitafute tu sehemu nyingine. Basi sawa basi. Kama unatafuta sehemu nyingine, ukiipata utanijulisha, tutajua mambo mengine atakavyoendelea. Sawa, mimi nikipata tu nitakujulisha. Bila shaka ni wale wote waniwakuta sehemu moja leo ndugu zangu. Pole sana mdogo wangu. Kajishushe kama mnyenyekevu vile. Nivae ngozi ya kondoo na kumbe ni chui mkali sana mwenye kucha zake. Ndugu zangu hao. Habari zenu ndugu zangu. Dada, shikamoo. Mambo vipi Miki? Imekuwa vizuri sana kukutana na nyinyi hapa. Kwa sababu imekuwa muda mrefu sana hatujakutana. Nimewamisi. Kwani nyinyi hamjanimisi mdogo wenu? Mimi nimewamisi sana ndugu zangu. Hivyo na mimi nimefurahi kwa sababu tangu kipindi kile, yani ni muda mrefu sana hatujaonana. Jamani, yani mnazidi kunawiri, nikiwaangalia yani mnazidi kunawiri. Kweli maisha yamewakubali sana. Na mimi nadhani nilikuwa nje ya mkoa, nimerudi hivi juzi. Na hapa nilikuwa naenda tu katika harakati fulani hivi. Lakini kesho ilikuwa nina ratiba ya kuja kwako dada. Mimi niwasalimie pamoja na mdogo wangu hapa Miki. Lakini kwa kuwa tumekutana hapa njiani, basi ni vizuri. Itabidi tu niairishe hapa safari yangu ambayo nilikuwa naifanya, basi nije nyumbani ili mambo mengine yaendelee kwa sababu nimewamisi sana. Yaani siku nyingi sana. Kisha dada, nimemisi kitu kimoja kutoka kwako. Yaani kile chakula ambacho ulikuwa unatuandalia, yale masotojo ambayo ulikuwa unatuandalia mimi na mdogo wangu hapa Miki. Yaani nimeyakumbuka sana dada yangu. Hivyo kwa kuwa leo nimekutana na nyinyi hapa, basi naomba dada yangu tutoke mguu kwa mguu mpaka kwako wakatuandalie chakula mimi na mdogo wangu hapa Miki, tufurahie, tule, tusaza kwa sababu ni muda mrefu sana tujakutana. Yaani tangu kipindi kile mpaka leo ndo tunakutana hapa. Kweli nimeamini milima haikutani lakini binadamu anakutana. Basi naomba dada niwe mgeni wako, hata kama nimetokea kwa dharura hivi. Basi utupikie chakula chako kwa kuwa nimekimisi, basi hivyo tufurahi na mdogo wangu Miki hapa. Miki, tuweze tunawe pamoja na kwa dada ili tukale chakula. We! Ishia hapo hapo. Unataka kwenda nyumbani kwa nani? Uende nyumbani kwangu mimi? Tena usije ukanizoea. Alafu nisikilize. Kuanzia leo unavyozungumza hapa, usije ukaniita dada. Mimi sio dada yako. Sina undugu na wewe tena, hilo ulisahau. Tafuta ndugu zako huko kwenye wewe uchawi wako. Mimi sio uniite dada yako. Mwanzo na mwisho nakwambia pata. Usije ukanizoea. Dada, mbona unaongea maneno ya kuchoma moyo wangu? Hayo sio maneno sahihi ya kuongea na mimi mdogo wako Adamu. Hayo mambo mbona unanisingizia tu, unaongea vitu ambavyo havipo dada yangu. Mimi siwezi kufanya hivyo vitu ambavyo unasema mimi navifanya. Mimi tu mbona ni mtu mzuri tu. Miki, kweli anachoongea dada ni sahihi? Dada, mbona nisikilize nikwambie wewe. Katika ukoo wetu hatuna mtu kama wewe Patrick. Tafuta ukoo wako mwingine. Huko kwenye uchawi wako, huko mtakuwa ni ndugu zako. Miki, tuondoke. Tuondoke.